Naam, shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kuganda kwenye kimasomaso hapa kwenye KTN News. Karibu ni kupeleke moja kwa moja hadi katika ukuta wetu huu wa la kujuzwa, ufahamu mawili matatu kuhusiana na ukosefu wa ajira nchini. Ukosefu wa ajira duniani kulingana na ripoti ya Benki Kuu ya Dunia na vile WESO ambayo ni World Employment and Social Outlook ya ulimwengu, mwaka 2016 watu milioni 197 walikuwa hawana ajira duniani kote. Inakadiriwa kwamba kufikia mwaka 2017 basi huenda ikapanda hadi watu itapanda na kiwango cha watu milioni 2.3 hadi milioni 199 watu ambao watakosa ajira humu nchini. Kiwango cha kusikitisha sana hicho. Na ukosefu wa ajira Afrika unaonekana kuwa juu zaidi kuliko bara jingine humu duniani. Kwa mfano Zimbabwe inaongoza kwa ukosefu wa ajira kwa 88% ya watu wanaoishi pale Zimbabwe hawana ajira. Hapa Kenya 40.2% ya Kenya hawana ajira. Kule Haiti 40.6%, ikiwa iko juu ya Kenya kidogo pale, alafu Kenya inafuata chini yake. Zaidi ya hayo kuna baadhi ya nchi ambazo viwango vya ajira viko chini kidogo. Kwa mfano kama nilivyokufahamisha kwamba Afrika inaongoza, na kunazo nchi ambazo kidogo zinajizatiti. Kwa mfano kama nchi ya Benin. Nchi ya Benin kiwango cha ajira, kama tutasonga mbele kidogo pale, kutoka mwaka wa 2000 zaidi pale katika Benin nilivyokufahamisha ni kwamba idadi ya watu milioni 10.6 ndo wanaishi pale, ndo idadi ya watu, na 2.4% pekee hawana ajira pale. Na tukisonga mbele katika nchi ya Rwanda vile nchi ya Rwanda pia inajizatiti katika idadi ya watu milioni 11.3 ndo idadi yao, na 3.4% pekee hawana ajira, ikiwa zaidi ya 60% ya wafanyakazi katika eneo hili la Rwanda wana kazi zaidi ya moja. Nchi nyingine ambayo kidogo inajizatiti ni nchi ya Ghana. Mtazamaji, nchi ya Ghana ina idadi ya watu milioni 27 kwa ujumla, na 5.2% pekee ndo hawana ajira. Nafikiri ni nchi za kuigwa na kuangaliwa katika hii mifano mizuri. Hapa nchini Kenya, hebu tazama, kama nilivyofahamisha awali, idadi ya milioni 47 ni idadi ambayo haijathibitishwa na sensa ya nchi, lakini kulingana na Benki Kuu ndo ile. Ukosefu wa ajira bado katika 40%, na kuna sababu nyingi sana tu ambazo zinatajwa kwamba huenda zikawa zinachangia hali hii. Hebu tazama hali ilivyo hapa Kenya. Kama nilivyokufahamisha awali mtazamaji, utapata kila mwaka wa Kenya zaidi milioni 1 wanatoka kutafuta ajira, lakini katika hao kuna 200,000 ambao hawafiki hata shule ya msingi, na kuna wengine 300,000 wanaachia shule katikati. Kuna wengine 250,000 wanamaliza shule ya msingi lakini hawaendi shule ya upili. Wale wanamaliza shule ya upili nao ni karibu 250,000 pia ambao wanamaliza lakini hawaendi vyuoni. Wanaotoka vyuoni pamoja na vyuo anuai na ufundi ni 150,000, wote wanajitosa pale nje kutafuta kazi, na kazi sasa haijulikani ni nani atapata kazi hii. Hivyo ndivyo hali ilivyo. Ufisadi pamoja na mapendeleo, ukabila, hongo na ukosefu wa ujuzi vinatajwa hapa Kenya kuwa vyanzo vya ukosefu wa ajira. Nafikiri hivyo ndivyo hali ilivyo, na nikirudi hapa kwa jopo langu kabla kuendelea, nafikiri tupate Wakenya wanasemaje katika maoni yao walio kule nje kule mashinani kuhusiana na ukosefu wa ajira. Je, vyeti ni bora kuliko ujuzi ama ufundi? Nikikumbuka katika zile ambayo 844 ilianza, ilikuwa na at least ukisoma unasoma theory na unasoma practical. You did something very practical. Mi nafanya kazi ya ubaba. Hii kazi nimefanya kutoka 2013. Enyewe kuna watu wameenda university, wametamak, wameenda wakasoma, wakamaliza, wametamak huku hivi kwa mtaa, na mi naweza sema I'm a bit better kuliko watu wengine wamesoma. Juu hapa ndio napata chakula, napata kusomesha watoto wangu. Nilienda training
nikafanya for 6 months. Nikafanya umbaba na yarn dressing and beauty therapy. Vocational training ndio most important kupatia mtu akiwa shule, kwa maana hata mimi nilimaliza shule, I was very sharp, kwa masomo nilikuwa sawa, but sikuweza kwenda university, so I joined National Youth Service. Kwenye nilienda nikafanya vocational training, nikafanya diploma ya secretarial studies, whereby kwa hiyo uwanja wa wanaume ni wachache sana, so mimi wanga na type more than 50 words per minute, so kazi yangu ya mikono. Wenye tulifanya nao wakaenda university, I'm very much ahead of them. Naam, karibu. Maoni ya Wakenya hao, mmoja anasema yeye anafanya kazi ya ubaba, kumaanisha ni kinyozi, na natumai alikuwa anamaanisha hivyo, lakini anasema yuko bora kuliko wengine walio na vyeti. Nikijaribu pale kuruzuku zile takwimu pale, nimeona kidogo mnafunga macho, ni kama hamkubaliani nazo. Babu, ni nini haswa katika zile takwimu ilikuwa inakushangaza katika la kujuzwa? Hiyo mambo umejua, hii mambo ya kazi inaletea watu shida sana. Ukiona hiyo asilimia iko high sana ambayo watu ambaye wana kazi katika nchini, na hiyo si mambo ambayo inaweza kufurahisha mtu yote. Manake mtu anaenda ndio mtu anaenda training ili apate kazi, asaidie familia, na akienda training hiyo kazi haiko. So hiyo ni shida kubwa. Na babu, kidogo kabla uendelee babu, acha nikukatize, ni vizuri tumtambulishe mwenzetu ambaye amejiunga nasi, Onesmus Ngwili. Karibu sana. Huyu ni nyapara katika kampuni ya Standard Group ambao wanatengeneza magazeti pale katika ule mtambo wa kutengeneza gazeti. Nyapara kwa zaidi ya miaka 10, kwa hivyo wako na tajriba, anajua ni akina nani huwa anawachukua pale kufanya kazi, anajua ni vijana kutoka vyuo vya ufundi ama ni vyuo vikuu ambao huwa wanakuja kufanya kazi naye pale. Atakuwa anatufahamisha katika muda usio mrefu. Babu, kimaliza hoja yako, unasema ukosefu wa ajira. Kuna hoja moja imetajwa kwamba labda ni ufisadi ama ukabila. Unachangia vipi katika ukosefu wa ajira vile vile? Hiyo pia ni ukweli. Unaona katika nchi yetu, sitaenda nchi nyingine kwanza. Katika nchi yetu unaona mambo kama ufisadi inatuleta chini zaidi. Pesa ambazo zinaibwa katika serikali yetu inaweza provide employment opportunities. Ona hii pesa ambayo imeenda katika Eurobond pekee. Hiyo ni pesa ambayo inaweza kutupatia ajira hapa nchini na watu wapate kazi. Ukiona ukabila, siku hizi watu wakiwa kwa ofisi ni tribe yako, si qualification yako. Unaona mtu anakuwa employed because of the tribal alignment. Tuangalia serikali yetu, angalia cabinet secretaries ni katika 2 tribes, na Kenya tuko na 42 tribes. Je, hao wengine watapata ajira wapi? Shukrani sana babu. Ngwili, karibu. Hebu tuelezee, ni mchujo upi ambao huu unapitisha wanafunzi kabla kuwachukua waanze kazi? Unachukua moja kwa moja kutoka vioni ama unachukua vyuo anuai na ufundi? Tukiangalia kazi ya printing ni kazi watu wanaenda shule wanasoma kama shule zingine. Nakumbuka wakati nilikuwa naingia Kenya Polytechnic, chuo zilikuwa zinafunza mambo ya printing zilikuwa kama 3 Kenya nzima zile nilijua wakati huo. Ukiangalia pale unaanza na introduction to printing, unaweza fanya diploma na unaweza specialize specifically what we call machine printing. Ukifanya machine printing umespecialize, hiyo career yako itakuwa ni printing. Ukifanya diploma unaweza fanya vitu zingine, kuna printing science, kuna kama design, lakini career kama ile nilifanya ni printing, machine printing. So wakati tunapoangalia wale tunachukua kutusaidia kwa hii kazi, sana sana tunataka ule mtu amefanya machine printing. Sababu itakuwa amespecialize na machine peke yake. Amefanya zingine lakini huu tunamuita printer. Hiyo ndio jina tunampatia. Naam. Unajua watu wengi wanaposikia mambo ya printing, hawatofautishi mambo ya printing na photocopy. Lakini kama hujaingia ukaangalia printing ni nini, ukiangalia kama ile kazi tunafanya ni tuna produce a lot of copies in short time. So ingekuwa ni kama kutoa photocopy ni kitu itakuchukua hata mwezi lakini gazeti tunaifanya na masaa 2-3. Na hiyo tunaongelea kama like 100,000 copies maybe. Naam. Ambaye amesema alifanya masomo yake katika Kenya Poly. Saizi umeona Kenya Poly imekuwa change, saizi ni university. Instead of iwachwe kukua training institution. Unaelewa? Maanake
sisi hatuna vision ile proper. Unaona sisi tukirelate ourselves na watu wenye wako katika vocational training institutions ni kama ni wale watu ambaye walifeli, na haifai iwe hivyo. Watu wanafikiria ni watu ambao walifeli na wataki kukua pamoja nao. Ukitoka pale ndo mwajitanua. Shida si hiyo, shida si hiyo. Unaona, maanake katika training pia watu wanapata different skills, na hizi skills inasaidia. Ukiangalia primary schools kulikuwa tuna offer home science pale, art and craft. Hizo zote zilitolewa katika syllabus. Kwa nini ilitolewa? Na hizo hapa mbele watu wana train kufanya hayo mambo. Si ni kweli watu wanafanya weaving, watu wanatengeneza viti na hayo mambo ilikuwa imeanza primary schools. So saizi imetolewa na saizi tena tuna change syllabus without knowing the strengths and weaknesses of why we are changing hii Kenyan education system. Watu wanasema tu to change system. Kitu chengine ambacho kwa nataka kusema ni kwamba kama vile alivyosema Kenya Poly ilikuwa ni chuanwai. Sasa wamekipandisha kimekuwa ni, unajua hiyo kozi aliyofanya hii sasa iko na degree ati. Nilikutana na mtu hata anafanya ati Bachelor of Philosophy in Printing. Hiyo ni kitu gani? Ya nini? Kwa sababu nakwambia ukweli iko hiyo. Sasa mtu anahitaji hiyo ya nini? Kuprinti magazeti, kuprinti magazeti haihitaji filosofia ya printing. Unaona, yani vyuo vimefanywa kuwa vya biashara na havijali ya kwamba hawa watu tunaowatengeza, tunaowaunda, tunaowasomesha, watakapotoka watasoma, watakwenda fanya kazi. Lakini mihela wanaolipia vile vyeti pia si mchezo. Ndio, lakini sasa unaona hiyo inakuwa kwa tu ni kuwadaa watu kwa njia nyingine. Maana hiyo shahada ya filosofia ya kuprint ni ya nini? Inasaidia vipi? Nataka ujuzi. Kama honest. Yes. Kabla tukienda kumalizia labda hebu tueleze huu unachukua watu pale katika kitengo chako, sekta yako pale kutoka vyuo vikuu wanakusaidia katika printing, ama wewe unachukua tu vyuo anuai? So far hatuna mtu amefanya degree. Kwanza wakati nilikuwa naingia Kenya Poly, the highest you can do ulikuwa unaweza fanya ilikuwa ni diploma peke yake. Nikirudi nyuma kidogo, vile babu amesema, mimi nimefanya carpentry mpaka grade 3. Wakati niliingia form 1 nilipata kuna carpentry, kuna metalwork, kuna mason. So nikachoose carpentry. Nikafanya miaka 4. Baada ya miaka 4 nikaenda what they used to call the village polytechnics. Nikaenda nikafanya grade 3. Lakini si kuendelea na hiyo kazi ambapo niko na hiyo ujuzi, saa hii nikiacha hii kazi naweza enda nikafanya ingine. Mambo ya printing uwezi lala njaa. Ukienda pale town tunaitanga River Road. Huko watu wanasema ni jua kali. Kuna mtu anaamka, ana mwajili, anaenda pale, anaambiwa leo kuja upewe hii kazi ufanye kwa leo. Wewe unafanya hiyo kazi, unalipwa hela yako, unaenda nyumbani nayo. Si kama ule mtu anasema ana degree. Huwezi enda ukaamka asubuhi ukasema acha niende nitafute kazi mahali nifanye, nilipwe leo niende nyumbani. Na tunamalizia hoja yako ya mwisho kabisa babu. Nikisema kusanya kila kitu malizie. Ni sawa kabisa. Naweza kuambia kwamba education system yetu ndio si nzuri. Unaona katika institution kama Bukura Institute of Technology in Agriculture, Egerton University, before iwe Egerton University, walikuwa na offer certificate in agriculture, diploma in agriculture. Lakini saa hizi hawa offer hizi vitu. Maana yake hata hiyo time walikuwa na waki produce vitu kama yogurt nini through hizo ma skills. Ukienda kwa engineering, an engineer inafaa afanye design work. Alafu a technician anafaa ndiye kuja do the job. But siku hizi unaona engineers ambao tuna produce, unaona hata ni wengi zaidi kushinda hata technicians. So hakuna watu wenye watafanya haya makazi. Kitu ya mwisho nikisemea ni hivyo. Kitu ya mwisho nikisemea kabisa, unaona nilikuwa nakwambia Kenya tuna value, we are obsessed with paper qualifications as compared to skills. Kuna watu wenye tuna produce katika universities pia ambayo hawatoshei sana, they are half baked. Na kuna graduates ambayo tuna produce sana pia every year. Ukiona in Scandinavian countries, watu wana value skills more than hii mambo ya degree na nini, ile skills training. Hiyo ndio watu wana value sana. Lakini sisi hatutaki kujiassociate na hiyo maneno ya skills kwa sababu tunafikiria ati ukienda katika polytechnic ati mara uko vipi nini. Nitakukata babu, unasikia wewe ni mwanasiasa utamaliza. Ni sawa kama utapata hicho kiti lao itakuwa namna gani Embakasi East. Ninapomalizia wiki hii nimekuwa na marafiki zangu kutoka nchi ya Canada. Kuna sekunde 30. Na wengine wameniambia kwamba watoto wao walifika tu walipomaliza tu high school, shule ya upili, wale watoto walipata kazi. Na wanafanya kazi kwa sababu wako na ujuzi fulani.
Sasa hii watu kusoma sana ukitafuta kazi, na babu yako hakuanzisha kampuni, baba yako hakuanzisha kampuni, wewe huko, hizi kazi zitatoka wapi jamani? Si watu basi wajikakamue kidogo, waanzishe vikampuni hata kama vidogo vidogo kama Wahindi, vianze kukua ili wajukuu na watukuu wako waje waseme kuna kampuni wanaweza fanya kazi. Naam. Asante sana. Unalo la kumalizia sekunde 10? Penye nikiweza sema kama ni mtoto na una uwezo ama una uwezo wa kumpeleka afanye masomo ya juu, huu mtoto mtafutie kama ni hizo tunaitanga technical training, Akajifunze. aende ajifunze, atafanya kazi yake na atanjilisha mwenyewe. Naam, shukrani sana. Bila shaka ni jopo zima, Onesmus Ngwili, Dan Mugere pamoja na Babu Owino, tukichanganua swala hili la ufundi. Kumbuka mtazamaji, katika kipindi cha labda miezi 4 ijayo, mfumo wetu wa 844 utabadilishwa na kuwa 26333. Huenda mambo yakawa tofauti, wacha tusubiri tutakuwa namna gani. Labda nisome 2 tu katika mtandao nikiondoka. Wycliffe Aima anasema tofauti ni lazima kwa sababu tujue umuhimu wa kwenda shule. Huwezi lipa mwanachuo sawa na seremala. Maoni yake haya. Nimekuwa wako Lofty Matambo, anamalizia. Mary Kilobe atakuwa anachukua usukani katika KTN leo weekend, lakini mwisho kabisa hebu pata kimbwanga cha jinsi ukila mbuzi utalipa ng'ombe. Wanasema malipo ni papa hapa duniani. Kwa heri, uwe na weekend njema.